Leo ni siku ya usonji duniani. Usonji ni ugonjwa wa ukuaji wa neva ambao mara nyingi huwezekana kutambulika mtoto akiwa na umri wa kuanzia miaka 2 kuendelea. Ugonjwa huu huathiri uwezo wa mtoto kuwasiliana na hata kuhusiana na jamii kwa ujumla. Katika kuadhimisha siku hii, nimezungumza na Bi Hilda Nkabe au Mama Lukiza, mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Lukiza Autism Foundation, ambao pia ni waandaaji wa kampeni ya Run for Autism Half Marathon. Pamoja naye ni Daktari Kimani Ngarawia ambaye ni daktari wa watoto huko jijini Nairobi, Kenya. Nilianza kwa kumuuliza Mama Lukiza ni lini aligundua kwamba mwanae ana usonji. Lukiza alipata utambuzi rasmi akiwa na umri wa miaka 2.5. Hiyo ilikuwa mwaka 2018. 2008 samani. 2008. Na labda kitu gani ambacho kiliwasukuma kwenda labda kupima au kujaribu kuchunguza? Mliona dalili gani hasa za mtoto wenu hata mkaamua kufanya uchunguzi? Tulichokiona hata tulikuwa tu tume notice kipindi hicho ni kwamba alikuwa amechelewa kuongea, lakini hizi hatua nyingine zote za ukuaji kwa sisi kwa wakati ule tulikuwa tunamwona yuko sawa. Gani labda mlikunda ili labda kwamba alikuwa hajielezi vizuri au hata kuzungumza tu maneno ya kawaida ya kila siku bado ilikuwa ni shida au ni nini? Lukiza alivyozaliwa kwangu mimi zile hatua zote za ukuaji nilikuwa na kazi naenda kwa kwenda kwa sababu ni mtoto wangu wa pili. Lakini yani ilifika wakati hayo maneno yalimuishia kabisa. Kwa mpaka miaka 2 alikuwa kama vile hatumii maneno kujieleza. Yani kabisa sio kwamba alikuwa anachanganya lugha au nini. Yani ni kwamba alikuwa hatumii maneno kujieleza. Daktari, ukisikia hivi unaonaje? Ni kitu ambacho mnakutana nacho kila siku? Ni dalili ambazo zinafahamika, zinawakuta watu wengi? Au ukisikia Mama Lukiza anasema hivi inakukumbusha nini? Mama ameshiriki sana sana huwa tunaona na watoto wako na kitu kingine ambacho huwa wako shida na kuanga na ile hali ya tatizo ya kuweza kuingiana na watoto wengine, ile tunaita social interaction. Ili wana kwa kitu kidogo tu, kwa mfano aweza kumpatia ile vitu zake za kucheza nazo, alafu labda ukaichukua na hasa ikasidi sana mpaka hata akajirusha chini. Mama Lukiza, nirudi kwako labda. Mlipokeaje hizo taarifa? Mlipokeaje huo sasa uthibitisho wa kidaktari wa kitabibu kwamba mtoto wenu alikuwa ana usonji? Ilikuwaje? Ukitilia manani hiyo tunaongelea miaka 18 iliyopita na elimu ya usonji ilikuwa haijawa kama ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo mimi baada ya daktari kuniambia vile ilikuwa kama bado vile sijakubali ile hali, kwa sababu kiuhalisia Lukiza katika umri wa miaka 2.5 dalili zilikuwa hazijioni. Hata mimi daktari aliniambia maneno aliyotumia, alisema ana mild autism, yani kama vile zile dalili zake zilikuwa kwa uchache sana. Kwa hiyo mimi mpaka kuja kuiambia familia kwamba Lukiza ana autism ilikuwa mpaka amefikisha miaka 4. Tunafahamu wazazi wengine wengi wao sio tu kwamba hawakubali tangu zamani, lakini wanaingiza na masuala ya kishirikina mule na vitu kama hivyo. Kitu gani unakumbuka wewe kuikubali hii hali mapema na hata kufuata ushauri au malezi ya kidaktari zaidi kuliko masuala ya kishirikina? Mimi naweza kusema labda pia na malezi, kwa sababu hata nilivyolelewa mimi, familia yangu hatukuwa tunaamini au tunashiriki hayo mambo. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kwangu, na pia kwamba tulikuwa tunaamini dini ya Kikristo. Kwa hiyo lakini pia mimi nimesoma. Kwa hiyo nimesoma tena sayansi. Kwa hiyo nilikuwa naamini katika sayansi. Madaktari baada ya kuniambia hivyo, na mimi mwenyewe nilienda nikaanza kusoma sasa. Nasoma zile dalili, naona zipi Lukiza nazo, zipi hana. Lakini hata nilipoanza kumpeleka shule, nawaona na watoto wengine. Kwa hiyo mawazo ya kuniambia kwamba Lukiza amelogwa au nini hayakuwepo kabisa. Nirudi kwako daktari. Kuna muda sahihi, muda mzuri zaidi wa kugundua na kuthibitisha usonji? Kwa kawaida ugonjwa wa usonji ama autism, shida yenye tunakumbana nao kama wauguzi ni watoto ni kwamba hakuna kipimo yenye unaweza sema kwa mfano mtoto kama hajafikisha mwaka 1 ama amefikisha ile wakati wake wa kuweza kuongea ndio upate kuwa hizi dalili. Tapima kipimo fulani ndio ujue mtoto huyu ako na autism. Sasa kwa ufupi ni kusema ya kwamba hatuna ile kipimo kabla ya mtoto amefikisha huo kiwango ya kusema tunatarajia
haya mambo ya kuongea ama mambo ya social interaction ambayo tunaweza sema huyu mtoto kwa ako na uwezekano wa ugonjwa wa autism. Nirudi kwako mama Lukiza. Unaweza kuelezeaje safari ya kumlea Lukiza, kwa sababu tunafahamu anakuwa na mahitaji maalumu? Kwa ufupi mimi naweza nikasema sio rahisi, kwa sababu hata mzazi akijaga mimi akaniambia yani ndio labda na yeye ana mtoto tu wa miaka 2.5, nikifikiria yale mapito niliyopitia mimi mpaka mtoto akafikia hapa, kwa kweli yani huwa nawatiaga tu moyo. Sio rahisi kwa maana ya kwamba kwanza ni gharama kuwalea, lakini pia gharama za kuweza kupata huduma kwa hapa nchini kwetu Tanzania. Nikisema huduma nina maana shule ambazo wanaweza wakaenda, kwa sababu vituo vya kuwasomeshea watoto sio vingi kivile, na viko vya niseme nini, visivyo vya serikali, lakini pia vina gharama. Lakini pia changamoto nyingine ni utunzaji wa huyo mtoto mwenyewe nyumbani, kutokana na zile changamoto za kitabia. Umeona yani sio rahisi. Wewe mwenyewe kama mzazi inafika wakati unahitaji upate labda hata ushauri wa kitaalam, yani ile psychological labda help, ili uweze kudeal na hiyo situation, hususan ukiwa mtoto wako yale makali ya zile dalili ni makubwa sana. Kwa mfano mimi Lukiza mpaka sasa hivi ana miaka 18, lakini bado hatumii maneno kujielezea. Lukiza alikuwa na changamoto za kitabia, aliwekwa kwenye dawa kwa karibia miaka 4, lakini sasa hivi amestabilize, wamemtoa kwenye dawa. Kwa hiyo unaona hizo changamoto kwamba yani sio kazi rahisi, kwa ufupi niseme hivyo. Labda kwa ufupi pia unaweza kumuelezeaje Lukiza? Ni mtoto wa namna gani? Vitu gani ambavyo anapenda na furahia kuvifanya? Lukiza anapenda sana shughuli za kushughulisha mwili zaidi kuliko kushughulisha akili. Kwa maana ya kwamba michezo labda kukimbia, kucheza mpira na vitu kama hivyo, lakini pia kutengeneza vitu mbalimbali. Lakini pia anapenda sana muziki. Anapenda kusikiliza muziki, anapenda kucheza muziki, na ana kumbukumbu nzuri sana. Unajua watoto kwa sababu hawaongei, wengi huwa tunafikiri kama vile hawana akili, lakini they are very smart. Ni kwamba tu hawezi kuelezea yale mambo wewe ukaweza kusema kwamba huyu yuko smart au hayuko smart, lakini na ana upendo na ana huruma. Yani waga akiwa kwenye mazingira ambayo anasikia labda watoto wengine wanalia, unaona kabisa yani imemuumiza, anakuwa hana amani. Kwa hiyo unamwona yani ni mtoto mwenye huruma. Kijana niseme ana miaka 18 sasa. Mama Lukiza huyo akikamilisha mazungumzo yetu pamoja na Daktari Kimani juu ya usonji. Lakini huyu Lukiza nitamtafuta nifundishe kucheza mziki kidogo. Msikilizaji, na kushukuru sana kwa kuendelea kujiunga na mimi. Ni kukaribishe tutakapopata wasaa kuangalia mtandao wetu. Kuna habari hapa kuhusiana na harakati za Putin kuongeza wanajeshi katika jeshi lake, lakini kuna dondoo hapa kuhusiana na athari za kiafya kwa wale wenye gubu na kupenda kulalamika mara kwa mara.